Bwana Yesu apewe sifa. Ninakusalimu tena katika jina la Yesu. Nichukue nafasi hii ya kukaribisha tena katika kipindi chetu kizuri cha neno na maombi. Kwa majina yangu ninaitwa Mwalimu David Nei Kaale, ni mwalimu wa neno la Mungu na niko hapa kwa ajili ya kukupa ujumbe wa neno la Mungu. Karibu sana wewe ambao umekuwa ukitufuatilia. Mungu akubariki kwa muda wako unaojitoa kutufuatilia, na wewe pia ambao unaendelea kushare ujumbe huu na kusambaza linki hii endelee kuwafikia watu wengi. Mungu akubariki kwa sadaka yako ambao unaendelea kuitoa kwa ajili ya kusambaza ujumbe uweze kuwafikia watu wengi. Ubarikiwe sana na Mungu aliye hai. Na kabla sijakuletea ujumbe wa neno la Mungu, nataka tupate nafasi ya kwenda kuomba, ndipo nikuletee ujumbe wa neno la Mungu. Na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu tunakuinua, tunakutukuza milele yote kwa sababu wewe ni Mungu. Asante kwa upendo wako, asante kwa baraka zako, asante kwa neema yako na asante kwa kibali chako. Lihimidiwe jina lako na litukuzwe milele yote kwa sababu wewe ni Mungu. Tunakushukuru Roho Mtakatifu kwa sababu uko katikati yetu. Tunaomba utufunulie akili zetu tukapate kuelewa na maandiko, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Jalie mimi mtoto wako na mtumishi wako kulinena neno lako kwa hekima na kwa ujasiri na kwa maarifa yote, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Utukufu na wewe Bwana milele na milele. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Tunamshukuru Mungu ambaye ametupa somo letu ambalo linasema siri za kuomba kwa kunena kwa lugha. Siri za kuomba kwa kunena kwa lugha. Siri za kuomba kwa kunena kwa lugha, na leo tutaangalia siri ya tano. Na siri ya tano ni unapofanya maombi ya kunena kwa lugha, Mungu anaachilia ujasiri ndani yako. Unapofanya maombi ya kunena kwa lugha, Mungu anaachilia ujasiri ndani yako. Bwana Yesu apewe sifa. Na nilikwambia lengo letu la somo ni kukufunulia siri zilizofichika ndani ya Biblia ili uweze kuimarisha mahusiano yako na Yesu Kristo na kuishi maisha ya ushindi wa kiroho kwa njia ya maombi. Lengo la somo ni kukufunulia siri zilizoko ndani ya Biblia ili uweze kuimarisha mahusiano yako na Yesu Kristo na kuishi maisha ya ushindi wa kiroho kwa njia ya maombi. Wapendwa watu wa Mungu, kama nilivyokwisha kuambia kwamba maombi ya kunena kwa lugha si maombi ya kawaida, bali ni maombi yanayoweza kukupeleka katika kiwango kingine cha maisha. Maombi ya kunena kwa lugha si maombi ya kawaida, bali ni maombi yanayoweza kukupeleka katika kiwango kingine cha maisha. Na leo nataka tuangalie siri ya tano ya kufanya maombi ya kunena kwa lugha. Unapofanya maombi ya kunena kwa lugha, Mungu anaachilia ujasiri ndani yako. Pamoja na changamoto ambazo umekuwa uzishia, kuna mahali unaweza kaa umepita changamoto nyingi, ujasiri umeshuka. Kuna mahali unaweza kujikuta umekutana na misukosuko ya maisha, ujasiri wako umeshuka. Ujasiri hata wa kumshuhudia Kristo Yesu umeshuka. Ujasiri hata wa kuomba umeondoka. Ujasiri hata wa kuwafesi watu umeondoka. Kwa hiyo kitu pekee kitakachoweza kurejesha huo ujasiri ndani yako ni kwa wewe kufanya maombi ya kunena kwa lugha. Na leo nataka tuangalie ndani ya kisa kimoja ndani ya Biblia, au tuangalie mfano mmoja ndani ya Biblia ambao unaweza ukakusaidia. Tuone namna gani watu walipokutana na changamoto na hali ngumu za maisha, ujasiri wao ulipoondoka, lakini walipofanya maombi ya kunena kwa lugha, Mungu alileta ujasiri upya ndani yao. Tukisoma kile kitabu cha Matendo ya Mitume ule mlango wa 4, kabla hatujasoma mlango wa 4, tunaona ule mlango wa 3, Petro na Yakobo na Yohana walikuwa wanaenda hekaluni kusali. Na walipoenda hekaluni kusali, kuna kiwete mmoja alikuwa anakaa katika mlango wa hekalu. Na siku hiyo walipoenda saa 9 kusali, walipofika pale, yule kiwete aliwaomba kitu chochote. Petro akamwambia, sina kitu, ila nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo simama na uende. Akamshika, akamuinua. Yule kiwete akanyanyuka pale, akaingia hekaluni, akaanza kumtukuza Mungu. Sasa kile kitendo kilipofanyika, wale makuhani waliona kama wakina Petro wameleta ghasia katika mji. Walikamatwa, wakawekwa gerezani. Na walipokamatwa wakawekwa gerezani, wakakaa huko mpaka asubuhi. Na ni kwa sababu ya ule muujiza wa kina Petro, Yakobo na Yohana walioufanya. Na baadaye wakawaita wale wakina Petro, Yakobo na Yohana siku inayofuata,
wa makuhani na maakida wa hekalu na Masadukayo wakatokea. Walifadhaika sana walipokuwa wanafundisha watu na kuhubiri habari za ufufuo wa Yesu Kristo. Kwa nini walikuwa wanafadhaika? Ni kwa sababu Mafarisayo, Masadukayo na maakida wa hekalu ndio wao walimuua Yesu. Kwa hiyo walipokuwa wanasikia hilo jina la Yesu likitajwa, ndani yao walikuwa wanasikia mafadhaiko. Ndio maana waliwatisha na kuambia, ndio maana waliwakamata wakawaweka gerezani hata asubuhi walipokuwa imekwisha kuwa jioni. Lakini kwa sababu na Biblia inasema kwenye ule kitabu cha Matendo ya Mitume ule mlango wa 4 mstari wa 4 anasema, lakini wengi katika hao waliosikia lile neno waliamini, na hesabu ya watu waume ikawa kama 5,000. Kwa hiyo unaona, baada ya yule kiwete kupona aliyekuwa amekaa kwenye mlango wa hekalu, na wale Masadukayo na Mafarisayo na makuhani walipokasirika wakawaweka hawa watu gerezani. Lakini unaambia watu waliposikia ile injili ambayo imehubiriwa na kina Petro, watu 5,000 waliweza kuokoka. Na unasoma mstari wa 5 anasema, hata asubuhi wakubwa wazee na waandishi wakakusanyika Yerusalemu, na Anasi kuhani na Kayafa pia na Yohana Iskanda na wote wale waliokuwa jamaa zake kuhani mkuu. Walipowaweka katikati, wakauliza, kwa nguvu gani na kwa jina la nani nyinyi mnafanya haya? Ndipo Petro akijaa Roho Mtakatifu akawaambia, nyinyi wakubwa na watu wa wazee wa Israeli, kama tukiuliza leo habari za jambo jema lililofanywa na yule mtu dhaifu, jinsi alivyoponywa, jueni nyinyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye nyinyi mlimsulubisha na Mungu amemfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyu amesimama alimzima mbele yenu. Kwa hiyo wanamuuliza, nyinyi mlikuwa mnafanya haya mambo kwa mamlaka ya nani? Na wenyewe wakasema, tulikuwa tunafanya kwa mamlaka ya jina la Yesu. Lakini ukiangalia ule mstari wa 13 kwenye Matendo ya Mitume ule mlango wa 4 anasema, basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kwamba ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu, wakawatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Lakini tukiendelea kusoma, unaona kitu kinachotokea kwenye mstari wa 15. Wakaamuru kutoka katika baraza, wakafanya shauri wao kwa wao, wakasema, tuwafanye nini watu hawa? Maana ni dhahiri ya kwamba watu wote wakaao Yerusalemu, na ya kwamba ishara mashuhuri imefanywa nao, wala hatuwezi kuikana. Lakini neno hili lisije likaenea katika watu, na tuwatishe wasiseme tena. Mstari wa 17, na tuwatishe wasiseme tena na mtu awaye yote kwa jina hili. Kwa hiyo wakatishiwa ili wasihubiri kwa jina la nani? Kwa jina la Yesu. Wakakatishwa tamaa ili wasiweze kuhubiri kwa jina la Yesu. Sasa baada ya kile kikao kukalika na kina Petro kutishiwa wasiweze kusema kwa jina la Yesu, tunaona kwenye ule mstari wa 23, nitaanza kusoma mstari wa 23 sasa na kuendelea. Anasema hata walipofunguliwa, manake walikuwa wamefungwa gerezani, hata walipofunguliwa wakaenda kwa watu wakao, wakawapasha habari ya mambo walioambiwa na wakuu wa makuhani na wazee. Nao waliposikia wakampazia Mungu sauti zao, manake waliomba, wakampazia Mungu sauti zao kwa moyo mmoja, wakisema, Mola, wewe ndiye Mungu, ndiwe uliyefanya mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo. Nawe ulinena kwa Roho Mtakatifu kwa kinywa cha baba yetu Daudi mtumishi wako. Mbona mataifa wanafanya ghasia na makabila wanatafakari ubatili? Wafalme wa dunia wamejipanga na wakuu wamefanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya Kristo wake. Maana ni kweli Herode na Pontio Pilato pamoja na mataifa na watu wa Israeli walikusanyika katika mji huu juu ya mtumishi wako mtakatifu Yesu uliyemtia mafuta, ili wafanye yote ambayo mkono wako na mashauri yako yameyakusudia tangu zamani yatokee. Basi sasa Bwana, yaangalie matisho yao, ukawajalie watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri wote. Basi sasa Bwana, yaangalie matisho yao. Kwa hiyo tunaona hao watu walitishiwa. Kwa hiyo unaweza ukawa umetishiwa, unaweza kawa umesemewa maneno magumu ya kutishia au kukatisha tamaa, lakini nataka nikwambie, kama umekutana na hali
ya kusemwa vibaya, kutishiwa, kukatishwa tamaa, moyo wako kainama, ukakosa ujasiri hata wa kusema habari za Yesu, nataka nikwambie njia pekee ambayo itakusaidia wewe uweze kurudisha ujasiri ni kufanya maombi ya kunena kwa lugha. Sasa tukiangalia ule mstari wa 30 kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 4 mstari wa 30, 31 na 32, tutaona kitu pale. Anasema hata walipokwisha, mstari wa 20, basi sasa Bwana uyaangalie matisho yao, umjalie mtumwa wako akanene neno lako kwa ujasiri wote, ukanyoshe mkono wako na kuponya, ishara na maajabu vifanyike kwa jina la mtumishi wako Yesu. Hata walipokwisha kumwomba Mungu, nataka uone hiyo sentence kwa mstari wa 31, hata walipokwisha kumwomba Mungu, maana mahali pale palipokusanyika palitikiswa, wakajaa Roho Mtakatifu. Wakajaa Roho Mtakatifu. Walipojazwa Roho Mtakatifu walinena kwa lugha. Walipojazwa Roho Mtakatifu walinena kwa lugha, kama walivyojazwa Roho Mtakatifu kwenye Matendo ya Mitume 2 wakasema kwa lugha mpya. Kwa hiyo hapa walipojazwa Roho Mtakatifu wakanena kwa lugha, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Nasema walipojaa Roho Mtakatifu wakanena neno la Mungu kwa ujasiri, maanake ujasiri ulikuwa umeondoka ndani yao, lakini walipofanya maombi walijazwa Roho Mtakatifu na wakapewa ujasiri wa kulihubiri neno la Mungu bila kuogopa vitisho na bila kukatishwa tamaa. Yamkini wewe ni mtumishi wa Mungu, umekuwa ukikata tamaa kwa sababu ya maneno watu wamekuwa wakikwambia kwa habari ya huduma na utumishi ambao Mungu amekuitia. Usipambane na hao watu. Nenda mbele za Bwana, mwambie Mungu, wewe Mungu uliyewapa kina Petro ujasiri wa kulihubiri neno lako, ninaomba Mungu kamimine roho ya ujasiri ndani yangu, nikakushuhudie popote bila kuogopa. Na nataka nikwambie, Wakristo wengi tunahitaji tujazwe ujasiri, tunahitaji tujazwe Roho Mtakatifu na tupewe ujasiri wa kumshuhudia Kristo. Watu wengi leo hawako tayari kuwashuhudia wengine kwa habari ya Yesu. Wakikutana ni umbea. Yani mtu anaona kwamba Yesu ni wa kwake binafsi, Yesu ni wa kwangu, hamuhusu mtu mwingine. Lakini unatakiwa umshuhudie mtu mwingine habari za huyo Yesu ambaye wewe umempokea na umempa maisha yako. Na nataka nikwambie kazi ambayo nataka nikupe wewe unanisikiliza na kunifuatilia. Hakikisha mwaka 2026 unapoanza Januari mpaka Disemba, eka target ya watu utakao washuhudia habari za Mungu. Waokoke wasiokoke, lakini waeleze Yesu ni nani kwenye maisha yako, kwa sababu maandiko yanasema enendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Sasa si kazi ya walimu tu sisi ambao tunahubiri neno la Mungu kuwafanya watu kuwa wanafunzi wa Yesu. Hata wewe ambaye ni mwanafunzi wa Yesu una jukumu la kumfanya mtu mwingine kuwa mwanafunzi wa Kristo. Mshirikishe kile unachokijua, kile ambacho Mungu amekupa, mshirikishe hicho kidogo, mshirikishe. Hata kama ni mistari ya Zaburi, mshirikishe. Hata kama ni mistari ya moyo, mshirikishe. Lakini mwambie mtu habari za Yesu. Kwa hiyo hawa watumishi wa Mungu, hawa mitume walitishiwa, walikutana na mazingira magumu ya kuhubiri Injili, walifika mahali wakakata tamaa, lakini baadaye walirudi kwenye maombi, wakafanya maombi, Mungu akawajaza Roho Mtakatifu. Na alipowajaza Roho Mtakatifu, Biblia inasema kwamba kwenye ule mstari unasema wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Kwa hiyo unaona kwamba ujasiri ulikuja baada ya wao kujazwa Roho Mtakatifu. Kwa nini Mungu aliwajaza Roho Mtakatifu na alishakuwa amewajaza kwenye Matendo ya Mitume ule mlango wa 2? Nataka uone pale kwenye Matendo ya Mitume 2 walijazwa Roho Mtakatifu wakanena kwa lugha mpya. Kwa hiyo hapa walikuwa wanajazwa Roho Mtakatifu kwa lengo la kupokea ujasiri ndani yao. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo Mungu anaweza kukujaza Roho Mtakatifu ili upate ujasiri. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ya mazingira au changamoto ambazo umekuwa ukikutana nazo. Sasa nataka tupate nafasi ya kwenda mbele za Mungu, tupate kufanya maombi ya kuomba Mungu akupe ujasiri mahali ambapo umekosa ujasiri. Kama ni mwanamke umekosa ujasiri kwenye ndoa yako, Mungu akupe ujasiri. Kama umekosa ujasiri kwenye huduma, kama umekosa ujasiri wa kuwashuhudia watu habari za Yesu ili waweze kuokoka, ili waweze kumjua Mungu, nataka nikuombee Mungu akuvalishe ujasiri usio wa kawaida. Na ukitoka hapa, nataka ukawashuhudie watu habari
za Yesu, kwa sababu Biblia inasema ni furaha kubwa mbinguni mwenye dhambi mmoja akitubu. Kwa hiyo unapomshuhudia mtu mmoja akitubu, mbingu huwa zinafurahi, na mbingu zikifurahi hazitakuacha kama ulivyo. Kwa hiyo ninataka nikuombee, na nataka pia uombe Mungu akupe ujasiri wa kuanza kuwashuhudia watu, na mimi naomba Roho Mtakatifu akujaze nguvu zake leo, akujaze uweza wake, uwe na ujasiri wa kushuhudia watu, akupe ile roho ya kushuhudia. Baba yetu na Mungu wetu, ninakuja mbele zako sasa nikikuinua na kukutukuza, na ninaomba toba, rehema na masamaha kwa ajili yangu. Yamkini Bwana, kuna mahali nilikutana na changamoto, ujasiri wa kukushuhudia habari zako ukawa umeondoka ndani yangu. Nami naomba Bwana unirehemu na kunisamehe, na kila mmoja anayenisikiliza na kunifuatilia, ninaomba toba kwa ajili yake, nikiomba Bwana umrehemu, nikiomba Bwana umsamehe, nikiomba Bwana umtakase kwa damu ya Yesu na kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu Mwenyezi, Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu ninasimama mbele zako sasa. Ninaiachilia damu ya Yesu Kristo inayenena mema kinyume na mabaya yote. Ninaiita hiyo damu ya Yesu sasa ikapate kupenya na kupita na kusiri Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ya hai. Ninaomba Bwana ukaachilie rehema zako na masamaha yako. Nami namuombea Mungu Roho Mtakatifu, yamkini amekutana na changamoto mbalimbali, amesikia kukata tamaa, imani yake imesikia kushuka. Ninaomba Mungu kampe ujasiri akainuke tena na kuendelea mbele katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Maana neno lako lasema hatukuumbiwa roho ya hofu, bali ya ujasiri na nguvu. Rapa korosenta babadia ndereboseta baba hanto brozenda resata feresalo firmakabedazo kitasiaza kisharibadezo manda rabasiki baba shanto babadia manto babadia nderebosiki barabagadaza rapa korobosanta baba kanda rabokiri asira rika kakarabosiki kiria sanda rabakokorobokokorisia rika papas kapirisanto baba hando robosia rapi kiria sanda rabakokorobokosira manda rabakikiria sanda rabokorobosia ropo popo korobosanta baba handa ropo korosikiria sanda rabakiba rabagadaza rapikiria sinda rabakokorobo santo babadia maseta parasola ferebagadazo mirikapenda pirisato firisalia marsalio firikabedazo firisatia yesata bayande rebo santo babadia nderebosia kokokorosiki kiria sanda rabakiba rabagadaza mantarabasiri barahando ribasatiri handa rikirisato peresanto ferebagadazo zirimalia rapiria sonto bababahanto prozenda feresila makandarabosiki kikiria sora kokokorosiki santa bababahanto prozenda mesita farabadazo farabalazia rapapapapa seta para santo babadia masata kapayanda rabakorobo senta bababahanda rapikiria sanda rabakorobo santa babakanda rabosia mesata kayanda rabakorobo siki barabagadaza mezuka bayanda kisoriaza kishotiriaza rapikiria santa babakanda rabakorobo sia masata kapayanda rabakorobo siki barabagadaza mesete ferdoza fermakapidazo rapikiria santo babakanda rabakorobo sia masata kapayanda rabakorobo santo babakanda rabokubarabazaya reke sata kapayanda rabakorobo senta babadiande rebosia moska para santo bababababazaya yesata kapayanda rabakorobo siki boboboboboza repopopopopopo korobo sanda ropopopopopo saka bababadia ropokorosata babababahanto broze korobo santa bababababazaya ropoko sikiria sanda rabakibarabagadaza rapikiria santa babakanda rabakorobosia masete ferbadazo firmakapi diazoya mezuka bayanda rabakorobo santa babadia masata kapayanda rabakorobo senta babadia karabasanda rabakikiria sira rika kakakaraba santa babakanda rabosia masata kapayanda rabakorobo santo babadia rapikiria sanda rabakorobo siki barabagadaza rika pasanto babakanda rabokiba rabagadaza masata kapayanda firdazo reprozenda babadia nderebokorobo santa babakanda rabosia rapikiria sinta babakanda rabokiba rabagadaza maseta ferebadazo rapapapapa seta bayanda rabakorobo santa babadia moseta payanda rabakorobo sikiria sira rapikiria santa babakanda rabakorobo sia masata kapayanda rabakorobo santa babadia mazuka bayanda rabakorobo siki barabagadaza rapakoro sikiria shanta babakanda rabosia ropoko sete ferebadazo fermagadabaza rapikiria santa babakanda rabakorobo sia masata kapayanda rabakorobo santo babakanda rabosia mazaya babadiende rabokiba rabagadaza
Rapa korobo sikiria santa babakanda rabakorobosia masata kapayanda rabakorobo santa babakanda rabakibara bagadaza rika santa babayanda rabakorobo santa babakanda rabosia yesata kapayanda rabakokorobo siki babababazaya yesata kapayanda rabakorobo santo babakanda rabosia razoprokozanda babadiande rebosiki barabagadaza rapa korositi faramagadazo masete kepayeza babadiande rebokorobo santa babakanda rabosia rapikiria santa babakanda rabokibara bagadaza ropo popo santa babakanda rabokibara bakasira rika santa babayanda rabakorobo siki barabagadaza ropo korosinta barasanta babakanda rabokorobosia masata kapayanda rabakibara bazakuri ya sato firbadia rezoto koseta babahanto brozenda masata kapayanda rabakorobo santa babakanda rabosia rapa korobo siki ya sanda rabakibara bagadaza reke sata kayanda rabakorobo santa babakanda rabokorobosia rozo prokozanda babadiande rabokiba rabagadaza rapikiria sanda rabakorobo sikiria sira rika papa sato babahanto broze maseta farabagadazo markapia maseta babahanta brozenda babadiande rabosia masete ferebadazo ropo kokorobo sikiria sanda rabakorobosia. Roho Mtakatifu, naomba ujazo wako sasa ndani ya watoto wako, wajaze Roho Mtakatifu na roho ya ujasiri kaingia ndani yao, wakaweze kukushuhudia wewe Bwana ulimwenguni mote. Masi kapaparasola ferebagadaza rapa korosita babahanto brozenda maseta kapayanda rabakorobosia. Kuna watu wanajazwa Roho Mtakatifu, kuna watu wanapokea Roho Mtakatifu na roho ya ujasiri inaingia ndani yao, wataanza kumshuhudia Yesu, hawatamuonea Yesu haya. Makakakarasera parasota ropo popo santa babahanda ropo korobo sikiria sanda rabakiba rabazia ropo kokokoro sikiria sanda rabakiba rabagadaza masata kapayanda rabakorobo santa babadia rapikiria santa babakanda rabakiba rabagadaza rika sata kayanda rabakorobo santo mabrazaya maseta ferebadazo farmagabeda mazuka bayanda rabakorobo santa babakanda rabosia rapa korobo sikiria santa babakanda rabakiba rabagadaza makatada zoko bayanda rabakiba rabazaku rasiato mesete ferebadazo ferimakapezo markapia mazuka babayanda rabakorobo senta babadiande rebosia ketada zoya repepeperesota farabagadazo rapikiria sanda rabakorobo santa babahanda reke papa sata babahanto broze. Yes, atakapa yanda rabakorobosia rapikiria sanda rabakorobosete bobozaya resete de zoko mozuku yanda rabakorobo santa babadia makatada zoko mayanda rabakibaba shoku maitasia markapia refisara babahoza. Yes, atakapa yanda rebo senta babahanto brozenda. Yes, atakapa yanda rabakorobo santa babakanda rabosia rapakorobosikiria santa babakanda rabokiba rabagadaza mezuka bayanda kisorikareza imiriri barabazaya refisanto babadia nderebosoto babakanturia zeza rapa korobosanta babakanda rabokiba rabagadaza rapikiria santo babakanda rabakorobo senta ferbadazo ramizoya masuka bababoshka vera sata refesato babahanto bezaya meska babadia masuta bayedo veredoza feribagadeza rekisato bayazola bahando kibanda mesko bababoshka babahasa bihando rekisato koparaseta paparasanto rapikiria santo babakanda rabokorobosia. Roho Mtakatifu achilia upako wako ndani yao, upako wa kuanza kushuhudia rapa korobosaka, roho ya ujasiri wa kukushuhudia we Kristo bila kuogopa chochote. Mekekere sata babahanda rabosia. Ninaimwaga hiyo roho kwa kila mmoja atakayenisikiliza na kunifuatilia. Nguvu za Mungu zikamshukie kama umeme, akapigwe shoku ya Roho Mtakatifu ndani yake. Rapa kosante babakanda rabakorobosia rapikiria santa babazaya masata kapayanda rabakorobo santa babadiande rabosia rezuta bayande kisarabadazo reprokozenda firibadazo maseta kapayanda kisarabakadiazo masika payanda kisarabakibadadoska masika bayanda kisarkapedo firiaso masika payanda kisarkabadebada ropo kosanta babakanda
Bokibarabazea, Masota Fedoza Ferimagadeza, Rapikiria Santa Babakanda Rabokorobosia, Masata Kapayanda Rabakiba Baba Shoko, Rekesata Tatarabuska Babahanda, Mosca para Santo Bababushka, Reseteke Zoko Mayanda Rabakorobosia, Reseteke Bobo Shanta Babadia, Mesete Bobo Skabahanda, Meseke Bobo Zaya, Meseke Bobo Koriasika, Meseke Bobo Koriasaka, Meseke Bobo Zaka, Mosca Bababushka Bahanda, Mosca Feribadazo Feribalia, Rapikiria Santa Babakanda Rabokorobosia, Resata Kapayanda Rabakiba Bashoku Maitasia, Resata Kapayanda Kibabashoku Markabedaza, Resotto Kosata Babahanto Brozenda, Rapikiria Sanda Rabakorobo Santa Babakanda Rabosia, Rapikiria Sanda Rabakiba Rabagadaza, Karaba Santa Babakanda Rabakorobo Sikiri Asira, Rika Santa Babakanda Rabakorobo Santa Babadia de Rebosia, Masata Kapayanda Rabakorobo Santa Babakanda Rabosia, Rapa Kokorobo Sikiri Sanda Rabakorobo Kosira, Rapikiria Santa Babakanda Rabokiba Rabagadaza, Masata Kapayanda Rabakorobo Santa Babakanda Rabosia, Rika Santa Babakanda Rabakorobo Santa Babadia, Meska Papa Santo Babadia, Ropo Popo Sata Bababaoza, Reke Sata Babababa Rabosia, Rapakadabara Babahanta, Makatabayanda Rabosika Babahanto Brozenda, Maskabadabahanta Bahaskababahanto Babahoza, Mesata Bayanda Babahoza Bahanta, Yelabazoya Bababahande Rebosita, Rezalabadoya Babahanto Brozenda, Lezalabadoya La Babahoza Kisharka, Rezalabadoya Babahanto Brogodeza, Rezalabadoya Babahoza Kibadadezo, Refesanto Babayande Kisarabagadazo Kimoda, Mazuka Bayanda Kisota Biaza, Rekrizo Babahanda Rabakorobo Santa Babakanda Rabosia, Ropo Kokorobo Siki Kiria Sanda Rabosia, Rika Sata Kayanda Rabakorobo Santa Babadia, Masata Kapayanda Kibabashoku Markapia, Re Sata Babahoza, Mosata Kapayande Skabahando, Reseta Kapayande Rebo Santa Babadia de Rebosia, Ropo Popo Korobo Sanda Rabosia, Ropo Koro Santa Babakanda Rabosia, yes, Arabashanta Babakanda, Ropo Korosiki Barakaria, Ropo Kosarabahanta Baranda, Ropo Korosiki Barabakanda, Ropo Korosanta Bababahanda, Rika Parasato Ferbagadaza, Rapikiria Santa Babakanda Rabosia, Rika Kakarabosita Bababahanda, Rika Kakarabosanda Rabosoreza, Rika Kakarabuska Babababuska, Mosata Kapayande Zoya, Ropo Popo Santa Babakanda Rabosia, Mosca para Santo Babahanto Brozenda, Masata Kapayanda Masata Kabababoshki Bahanda, revisando, Resete Ferebadaza Mercabeda Marcasia, Rapikiria Santa Babakanda Rabakorobosia, Rosotto Coseta Babahanto Brozenda, Mazuka Bayanda Rabakorobo Santa Babakanda Rabosia, Ropo Corosite para Santo Babakanda Rabokuba Rabazea, Masata Kapayanda Rabakorobo Santa Babadia, Makata da Zoko Babayanda Rabakiba Rabagadaza, Rapikiria Santa Babakanda Rabakorobosia, Rosotto Cosata Payanda Rabakorobosia, Rapikiria Santa Rabakorobo Santa Babadia, Kiria Santa Babayanda Rabakorobo Santa Babadia, Masata Kapayanda Rabakorobo Santo Ferbadaza, Ropo Korobo Santa Babakanda Rabokiba Rabagadaza, Reke Pasota Parabazaya, Rezotto Coseta Babahanto Brozenda, Mazuka Bayanda Rabakorobo Santa Babakanda Rabosia, Rapa Korobo Sikiria Shanda Rabakiba Rabagadaza, Rezotto Coseta Babahanto Brozenda, Mozuka Bayanda Rabakiba Babashoku Markapia, Meska Barabarabazanto Babadia, Ropo Saka Babahanda, Rapa Korobo Sanda Rabasiki Barabagadaza, Rapa Korobo Santa Babakidia Basando Robosia, Ropo Santa Babadia, Ropo Korobo Sikiria Saka, Rapo Santa Babahanto, Rapo Si Babahoza, Rapo Rinakaria Santo Babayanda, Rapo Skababahoza, Rapo Sata Porosata Paparasata, Ropo Santa
santa babadiande rebosia resata bababababahoza resata bayande rebo santo babadia resata babababahanto brozenda resata babababahanda rabokorobosia resata babababahanta brozenda resata babababahande rebosaika resata babababahanto broze moska babadia moroko para santa babababahanda ropo koro santa farabagadaza ropo koro seta babababahanto brozenda maseta kapayande rebosaika rabarabaranda razoto koseta babababahanto brozenda razoto koseta babababahande rebosia razoto koseta bababahanda rabokibarabazia rapikiria santa babakanda rabosia rapikiria santa babakanda rabosaika mama mazaya raseta tata raboseta bababaoza yesata kapayanda rabakorobo santa babakanda rabosia rozopo koseta babababahanto brozenda katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Mungu Roho Mtakatifu, asante kwa sababu umetupa nafasi ya kufanya maombi ya kunena kwa lugha. Lihimidiwe jina lako na litukuzwe milele yote. Asante kwa sababu umewajaza watoto wako Roho Mtakatifu, umewapa roho ya ujasiri Bwana, na watakushuhudia bila hofu yoyote, watakushuhudia bila uoga wowote, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Mungu na uhimidiwe na utukuzwe, pokea sifa na heshima na utukufu na uweza na shukrani zina wewe Bwana wetu, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Utukufu ni wako Mungu wetu, utukufu ni wako Bwana wetu. Pokea sifa, pokea heshima, pokea utukufu na uweza na shukrani na mamlaka zina wewe Mungu wetu, kwa sababu umetusaidia, kwa sababu umetutetea, umekuwa pamoja nasi. Mungu wa mbinguni, tunalihimidi jina lako, tunalitukuza jina lako na tunaliabudu jina lako, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Utukufu na wewe Bwana milele na milele. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake. Tumefika mwisho wa kipindi chetu. Nichukue nafasi hii kukukaribisha tena wewe ambaye unajisikia kutoa sadaka yako kwa ajili ya kusapoti kipindi hichi. Namba zetu ziko hapo kwenye skrini. Hizo namba unaweza kuzitumia kwa ajili ya kututumia maombi yako, kwa ajili ya kuhitaji ushauri na sadaka. Unaweza ukatuma kwenye namba hizo unazoziona ndani ya skrini. Na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Usiache kulike na kushare na kusubscribe ujumbe huu ili uweze kuwafikia watu wengi, ili uweze kupata mwendelezo pia vipindi vinavyoendelea katika YouTube channel yetu. Mungu akubariki sana. Tutaonana tena kwa wakati mwingine. Ubarikiwe na Bwana, na Mungu akuinue na akutunze wewe na familia yako na kizazi chako, na kila utakachokifanya kikafanikiwe kwa utukufu wa Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.